akamwambia Musa, tazama siku zako za kufa zinakaribia. Umwite Joshua nanyi mkajifurishe katika hema ya kukutania, ili nipate kumwangisha kazi. Musa na Yoshua wakaenda wakajihudhurisha mbele ya ndani ya hema ya kukutania. Bwana akaonekana katika hema katika nguzo ya wingu, na ile nguzo la wingu ikasimama juu ya mlango wa hema. Bwana akamwambia Musa, angalia, wewe utalala na baba zako, na watu hawa wataondoka wataifuata kwa kukaaba miungu ya kigeni ya nchi waiendayo kwa kati yao, nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu nililofanya nao. Ndipo hasira yangu itakapo waka juu yao siku hiyo, nami nitawaficha uso wangu, nao wataliwa tena, watajiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, hata waseme siku hiyo, je, kujiliwa kwetu na maovu haya si kwa sababu Mungu wetu hayumo kati yetu? Nami nitawaficha uso wangu kwa kweli siku hiyo, kwa maovu yote walioyafanya kwa kuigeukia hiyo miungu mingine. Basi sasa jiandikieni wimbo huu, uwafundishe wana wa Israeli, kawatie vinywani mwao, ili uwe shahidi kwangu wimbo huu juu ya wana wa Israeli. Kwa kuwa nitakapokwisha kuwatia katika nchi niliyowaapia baba zao, imiminikao maziwa na asali, nao watakapokwisha kula na kushiba na kuwanda, ndipo watakapomgeukia hiyo miungu mingine na kuitumikia na kunidharau mimi na kulivunja agano langu. Tena itakuwa wakisha kujiliwa na mambo maovu mengi na mashaka, utashuhudia wimbo huu mbele yao kama shahidi, kwa maana hautasauliwa katika vinywa vyao uzao wao, kwani hayanjua mawazo yao wayawaza hayo. Hata sasa, kabla sijawatia katika nchi niliyowapa, basi Musa akauandika wimbo huu siku hiyo, akawafundisha wana wa Israeli, akawaangisha Yoshua mwana wa Nuni, akamwambia, uwe hodari na moyo mkuu, kwa kuwa utawapeleka wana wa Israeli katika nchi niliyowaapia, nami nitakuwa pamoja nao. Basi ikawa hapo Musa alipomaliza kuandika maneno ya Torati hii katika chuo hata yakaisha, ndipo Musa akawaamuru Walawi waliokuwa wakilichukua sanduku la agano la Bwana, akawaambia, toeni chuo hiki cha Torati mkiweke kando ya sanduku la agano la Bwana Mungu wenu, ili kuwepo kama shahidi juu yako, kwa kuwa wasi wako najua na shingo yako ngumu. Angalieni, mimi ni ngali hai pamoja nanyi leo. Mmekuwa waasi juu ya Bwana. Siuze nitakapokwisha kufa, nikutanishieni wazee wote wa kabila zenu na makinda yenu, ili niseme maneno haya masikioni mwao na kuwashuhudia mbingu na nchi juu yao, kwa sababu najua baada ya kufa kwangu mtaiharibu kabisa na kungeuka katika njia niliyowaamuru, nayo mabaya yatawapata siku ya mwisho, kwa vile mtakavyofanya maovu machoni pa Bwana, kumtia kisirani kwa kazi ya mikono yenu. Musa akasema maneno
ya wimbo huu masikioni mwa kusanyiko la wana wa Israeli hata yakaisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Jumapili tuliona Mungu aliambia Musa, wewe umefikisha miaka 120, unaenda kufa, lakini enda uongee na Joshua mwana wa Nuni, umwambie maneno haya, mwambie awe na ushujaa na ujasiri, kwa maana yeye ndiye atakayeongoza wana wa Israeli kuingia katika nchi iliyotiririka maziwa na asali ya nyuki. Akamwambia, henda uambie Joshua, na Jumapili tukaona hiyo maneno. Then kuanzia chapter 40 verse 14, Bwana akamwambia Musa, tazama siku zako za kufa zimekaribia, umuite Joshua, nanyi mtajihudhurisha katika hema ya kukutania ili nipate kumwagiza kazi. Musa na Yoshua wakaenda wakajihudhurisha ndani ya hema ya kukutania. Bwana akaonekana katika hema, katika nguzo la wingu, na ile nguzo la wingu ikasimama juu ya mlango wa hema. Bwana akamwambia Musa, angalia, wewe utalala na baba zako, na watu wataondoka wataifuata kukaaba miungu ya kigeni ya nchi waiendayo kuwa kati yao, nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu nililofanya nao. Ndipo hasira yangu itawaka juu yao siku hii. Mungu alipowaita akaambia Musa, ambia Haruni, not Haruni. Haruni alikuwa shakufa sasa. Ni Joshua mwana wa Nun, Joshua the son of Nun. Then when God called them, wakaenda katika wingu la katika hema, mahali kulikuwa kunaitwa Holy of Holies. Walipoingia pale, Mungu akaongea na Musa, akamwambia, wewe unaenda kulala, ama kwa njia nyingine kufa. Watu wa Mungu huwa hawakufi, wanalala. Akina Peter walilala. Ukikufa ukiwa ndani ya Kristo unalala. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza chapter 4 inaongea kuhusu waliokufa ndani ya Kristo. Wacha nikusomee kidogo ili hiyo maneno ya kulala uielewe. Wathesalonike katika Wathesalonike wa kwanza chapter 4 verse 13, lakini ndugu, hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo nao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati kuja kwake Bwana, hakika hatuta watangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza, kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hiyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijikeni kwa maneno hayo. Kwa nataka upate paranja kwamba sisi watu tumeokoka tutalala. Mungu akaambia Musa, sasa wewe unalala. Praise be to God. Siku zako za kufa zimekaribia. Mwite Joshua,
tukuje na yeye ili nimwambie. 16 nasema Bwana akamwambia Musa, angalia, wewe utalala na baba zako, na watu hawa wataondoka, watafuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waiendao kuwa kati yao, nao wataniacha mimi na kulivunja agano langu. Wataondoka kufuata miungu na ukahaba wa miungu yao, ya miungu ya hiyo nchi wanaenda, waache kunisahau. Praise be to God. Lakini nataka uwaonye. Unajua wakati mmoja Paulo anaambia Timotheo, wakati wa kufa kwangu umekaribia. Niko na hofu nikikufa ile injili niliwaambia, kutakuja watu watangeuza hiyo injili. Kutakuja watu wataongea mambo mengine. Naye Musa anaambiwa na Mungu, niko na hofu baada ya wewe kulala, hawa wana wa Israeli wataamka wafuate miungu. Biblia inasema wataifuata kwa ukahaba miungu ya kigeni ya nchi waiendao. Hapa nje kuna miungu. Hapa nje kuna watu hawataki Mungu. Sasa ukipiga nduru kwa hii plot ama hizi maplot, wale watu wanatoka kwa manyumba wamejaa. Hata wengine wanaendelesha hiyo usherati sasa, hata hawajaoana, hawataki Mungu. Sasa Mungu anasema, ninahofia baada ya wewe Musa kufa, hao watu wataifuata miungu ya ukahaba ya ile nchi waiendayo. Mungu ako na shida na mtu kuacha njia za Mungu haende kwa dunia. Praise be to God. Jina la Bwana lipewe sifa. Naye anasema mkitoka muache Mungu, kuna mambo itawafuata. Kuna mambo itafanya nini? Itawafuata. Unajua watu hawataki Mungu. Musa anaambiwa wewe utalala. Niitie Joshua. Katika hii nyumba tuko na Joshua. Kuna kitu inaitwa Joshua generation. Joshua generation ni mtu ako ready to serve the Lord without payment, bila kulipwa. Kama ni mcheza gita, anacheza gita to serve God without any payment. Kama ni muimbaji, Jumapili anakuja kwa ibada mapema, and you serve God without asking anything or deserving anything. You serve God. Hata basi akikukemea, if you have the spirit of Joshua, you will correct yourself. Uliona Sunday, Redemptor niliambia baza Gideon, Ruben, gitaa haifanyi kazi. Kama inakusumbua, weka hapa. Akaweka na akaenda. Haida akatumikia hiyo miungu. Hata leo nilikuwa nasikia nifukuze watu wote nianze kanisa tena. Nibaki na hao watoto wangu. Najua nimeanza ibada sina hata praise and worship. Nilikuwa nasikia ukikuja niwaambie msitoe sadaka, hata mke wangu mwende. Wewe uende uanze kanisa hapo huko kasi. Mimi nibaki na hao watoto wawili. Redemptor. Watoto ingieni. Kwa mwende. Hapa sisi mema. Wanaweza asifiwe. Nilikuwa nasikia nifukuze miti. Tulisema ibada saa 4. Ndio mwingine tulikutana naye hapa, ati hapa ndio anajifundishia. Kama nani alijifunza hapo hapa si skuli ya mtaa. Hapa ni mimi. Sawa? Wanaweza asifiwe. Na kuna kitu nitapata hapa kitakusaidia. Leo asubuhi nimekuambia nini? Nilipokuwa naosha. Nikakwambia nilianza kuosha kanisa na kukaa kwa vyombo ilikuwa 1999. Nikakaa miaka 3 kwa vyombo. Nikapata promotion ya kuwa mwinjilisti.
Hakuna utaona mhubiri amehubiri apenye kama hakutumika kwa mhubiri mwingine. Sasa Musa hako na Joshua. Ni nani atakuwa Joshua kwa hii nyumba? Ni nani atakuwa Joshua kwa hii nyumba? Anamwambia twende kukutana na Mungu. Baada ya mimi kuseka James, unavaa kuwa mhubiri. Unavaa kuwa mhubiri hata kama wewe hakuna mhubiri. Lakini lazima unitii. Nikikukemea unakubali. Wanaweza asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Ndio nitakukemea. Nikwambie leo umechelewa. Ukubali. Hapa unaniambia basi mimi nitabeba mbinguni. Si unasikia sasa unapika vizuri. Leo ni kama ulikuwa umekutana. Mbona sasa hivi unapika vizuri? Training ya Mungu ni muhimu sana. Mungu anaambia Musa, hawa watu watatoka. Paulo anaambia Timotheo, nitakuja kukusomea sana. Ninaomba baada ya kufa kutatokea wahubiri wa uongo waingie kwa hii kanisa, wabadilishe watu. Mimi nataka nikuweka msingi ya kwamba tusimame na Mungu. Nimeona mhubiri anauza panga. Anasema ni baada ya panga, nikauliza na kukija mwenda wazimu hiyo siku aingia ashike panga moja. Na misumari, anakuambia anakuuzia misumari wa futi 6. Inchi 6. Ile misumari kubwa. Hadi ukabikirie kwako shetani hapa kuja. Hiyo ni uongo. Sijui banga moja inatoka pesa ngapi na mimi. Banga moja inatoka pesa ngapi. Niliona umeshare kwa. Mhubiri anaitwa Pius Muhiro. Anasema tuna ibada ya panga. Maandiko inasema neno la Bwana ni upanga ukatao kuwili. Hatuhitaji panga. Katika kitabu cha Waebrania 4. Hatuhitaji panga. Ukiona mhubiri anakuhusia panga, mwambie hatuhitaji nini? Inasema nini? Katika kitabu cha Waebrania 4:12 inasema maana neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya na nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena ili jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu lina nguvu, tena ni kali kuliko upanga. Kwa hivyo unahitaji upanga, unahitaji neno. Mhubiri sasa anauza mapanga kwa ibada yake. Nikauliza na ikiapeni wapewa panga na mtu mmoja akuwe na pepo za wazimu. Tunaona huko kwa makanisa kubwa kuna maasha wanashika pepo isipige pasi. Inashikwa na watu 3. Unaona inashikwa. Kwa nini inashikwa? Pasa hana nguvu. Ikiachiliwa atapigwa ngumi moja akufia kwa kanisa. Si umesikia hata mwingine wa BC amepigwa ngumi akakufa. Ati alienda kumwoa pepo kumpiga ngumi akapelekwa mochari. Baada ibada kuisha. Mimi nasema hivi dada yangu, usinunue panga. Unanisikia? Haya, enda ununue. Tafuta neno. Maandiko yanasema the word of God is sharper than, yani ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Yani neno la Bwana ni kama upanga unaokata kuwili. Ni kali kuliko huo upanga. Ile inaitwa njora. Neno la Mungu ni kali. Sasa mimi sitaki upanga, nataka roho. Neno la Mungu nikiongea katika kinywa changu inakata. Jina la Bwana lipewe sifa. Musa anaambiwa hawa watu Musa anaambia Joshua, hawa watu baada ya mimi kukufa watakungeuka, lakini nataka utunge wimbo uwafundishe hiyo
njia za Mungu. Usikubali sarakasi za kisasa. Usikubali. Tafuta ile kanisa hata kama iko na watu wawili ambao inafuata neno la Mungu, ambao mhubiri anahubiri neno la Mungu. Lakini ninajua unataka miujiza, unataka kuonewa, kazi yako iko wapi? Hapa hatuoni. Lakini Mungu akitufunulia mambo tunamshukuru. Lakini hatulazimishi basi nionee bwana yangu hapo wapi. Kuna wakati nilikuwa nataka kunazo na hiyo roho ya kuona. Wamama walikuwa kutoka Mandu wanajaa kwa kanisa. Na mimi nilikajaribu kuongeza kaugongo. Shetani ni mbaya. Ukianza kuona anakuonyesha. Nani huyo anaitwa Mtuko? Nani huyo anaitwa Minya? Nani huyo anaitwa Nyango? Nani huyo anaitwa Mofeni? Naye ukianza hiyo kuna maroho huwa inatumwa kwa manabii wa uongo. Maroho ya usherati, maroho ya ukahaba. Vile umeona hapo Musa anaambiwa wataenda kutumikia hiyo miungu. Nikaacha. Siku moja nikaonea wamama Friday, wamama kama 30, na nikawaambia sana mkuje kanisa. Hawakuja. Unajua watu wa kuonewa waendage kanisa. Tukakuja tukaamuru, na mimi nikasema mkaa kwa maana na kwa maana. Maana nikakaa kwa kanisa. Nikaona wameingia na watoto. Hata watoto hawajaoka, hawana viatu. Unajua tabia watu wa Bible imesema watoto wanapiga, hata hawafungi suka, wanabeba tu watoto hivi. Na miguu yao, hata wamama ni maleso na wachafu. Wakakaa mama sawa. Nikawaambia mlienda wapi sana? Tulikuwa na sasa mmekuja nini maana jana ndio tulikuwa tunaomba tu. Amkeni mwende na 250 yenu. Amkeni mwende na 250 na kutoka leo usiambie mtu naona sioni. Niliacha hivyo hapo kwa Kangoro. Watu wa Bible ukiwaonyesha wewe ni nabii hawatakuja sana, lakini weekdays watajaa kwa kanisa. Na Biblia inasema tuende tukamwabudu Bwana siku ya Sabato. Siku ya leo ni siku ya Sabato. Watu wanavaa waache shughuli zao wakuje. Nikaona siwafundishi Mungu, ninawafundisha miungu ingine. Nikakata hiyo line na nikaacha. Na kutoka siku hiyo ilikuwa 2017 up to date. 2017 up to date. Sitaki mtu wote anakuja weekdays ni muone. Sitaki. Nataka mtu anakuja Jumapili tuimbie Mungu nyimbo, tuabudu Mungu pamoja. Roho Bwana akishuka upone ni sawa. Kwa maana nilijua nainua kanisa ambao sio ile Yesu amejiita kuinua. Sio ile kanisa limeitwa kuinua. Limeitwa kufundisha watu neno la Mungu. Wajue wasiache Mungu. Hata ukitoka Nairobi, wende kwenu Kisii, wende kwenu Uluyani, wende kwenu Ukambani, utakuwa unasema pasta wangu alinifundisha hii. Nilisema hivi, sisi hatumoi mapepo, hatumoi vijito. Ukiona mhubiri anakuambia kwako kuna kitu inataka kungolewa, nilisema hivi, mwambie kwa Yesu akungolewi vitu. Unanielewa? Sijui kama unanielewa. Nilikuwa na mshirika huyo, unasikia nilifanyia hivyo, akaniambia kuna basa amekuja kwetu na amesema kuna majini na akachimba atoe. Nikamwambia pia mama yako, mking'oa hiyo majini hata wewe nitakung'oa kwa hiyo kanisa. Kama mtachimba chini mng'oe hizo vitu na mniambie, sitawahi ombea familia yetu tena. Aminini Mungu muokoke. Wokovu wa Biblia. Ukishaokoka na kuamini, unaendelea kuomba. Kama kuna mchawi anakuroga usijali. Hata kuroga siku moja, hakutane na nguvu za Mungu, haangamie.
Jina la Bwana lipewe sifa. Just put the word of God in your heart. Weka neno la Mungu katika moyo wako. Kama umeelewa kile nasema, nifanyie hivi na useme amen. Amen. Acha niwaambie, njia ya mbinguni ni nyembamba, na maandiko inasema ni wachache wanaiendea. Sisi tulianza kufundisha ukweli, hata manabii wa uongo hawakanyangi kwa hii kanisa. Wezi hawakanyangi kwa hii kanisa. Mikora haikanyangi. Mtu anasikia tu akiwa mbali, anasikia hiyo kanisa ile moto huko. Yule malaika ako kwa hiyo kanisa, hapendi mchezo. So hakuna mtu utaona hapa ovyo ovyo akiingia. Na akiingia na kushuhudia hata rudi tena Sunday. Lakini hapa kukiingia mtu wa Mungu, hata kama ni watoto wandogo huwa hawaendi. Ndio mtawali shahidi umebada watoto wananibaki. Sina sikia wanaimba vizuri. Leo wameambia mama yao tupatie sadaka. Mama yao akaniongelesha, akanitumia bili wapatie. Juu wao wamejua kanisa. Maybe mama yao hajui kanisa yake, lakini hao watoto wanajua kanisa yake. Si mnajua kanisa yenu? Sasa mimi sitaki hao watu wakubwa ambao hawataki Mungu. Nataka Biblia inasema kama hamtakuwa kama watoto wadogo, hamtaurithi ufalme wa Mungu. Tumefananishwa na watoto. Yaani unaombea mtu tu anapanga pesa, kumbe hapo anapanga nikiipata pesa wewe absent. Na mimi nakufuata. Naambia Mungu huyo mtu ameiba baraka zangu. Hiyo melikebu yake itoboe. Inatobolewa inaingia maji. Enda ukatafuta pesa nyingine. Inatobolewa tu. Mimi nimeombea bwana wake akaandikwa na mzungu. Sasa niliwalipia nyumba na unajua mahali walikuwa na 5k my wife akaombea. Yaani unapea mshirika 5k. Si violent wewe ni shunda. Unapea mshirika 5k yenda ulipe nyumba. Ati na yeye akibana tu pesa yake. Unajua? Hapo utabaya na wewe. Ndani. Mimi nasema hivi, kutoka leo mzirudi kutuma sadaka na simu. Hiyo ni kitu Mungu alikutaka. Kuna mpesa hapa, enda utoe sadaka yako. Weka kwa bahasha. Kama ulete sadaka kutoa, unanitumia mimi simu. Ndio baba simu imeharibu kanisa. Si unaenda hapo una access umetoa pesa yako, si kweli? Unakuja vizuri za ya kutoa, unaona watu hawatoi, kumbe wananitumia sadaka yao kwa simu. Hiyo kabiti nijindro kuja wewe. Waambie Mungu nimekuona with this offering. Kutoka leo usinitumie sadaka kwa simu. Withdraw. Ukija kwa kutoka